mbaya mpaka atakapofilisika ndipo atakapogeuka. Amina. Melancholy. Melancholy ni thinker, mfikiriaji mzuri. Bahati mbaya ni perfectionist, anapenda ukamilifu. Na udhaifu wake mkubwa ni kwamba katika kitu anachofikiria ni kufikiria hasi. Anafikiria negative tu. Kwa sababu huwa mkileta mradi kama wamekaa watatu, choleric, melancholy na sanguine, wakati mkijadiliana ule mradi, sanguine, yani mkiwa katikati ya majadiliano, sanguine ataondoka haraka na kwenda kufanya. Wakati akikutana na magumu, anageuka, anauacha ule mradi, anageuka. Wakati akigeuka, anakuta choleric anaondoka, anaenda kufanya, kwa hiyo wanapishana njiani. Choleric anaendelea kung'ang'ania. Wakati huo melancholy yeye kakaa, ameshagundua matatizo yote na vikwazo vyote na ameamua kutokwenda. Kwa hiyo melancholy wengi huwa si waanzishaji. Tatizo lao kubwa, tatizo la kwanza kubwa ni kufikiria hasi tu. Tatizo la pili kubwa ni kwamba hawaanzishi, kwa sababu wanaogopa na kwa sababu wameshaona zile hasi. Akiona zile hasi huwa hafikirii nifanye nini niweze kuzikamta, niweze kuzishinda. Huwa anasikitika, anaamua kuacha, anabaki akiwaza. Praise and worship, naimba vizuri. Nipigeni makofi basi. Hii naombeaga, napenda sana kwaya. Praise and worship. Watunzi wengi, walimwengu wa kwaya, wapiga vyombo wengi ni melancholy. Hawatoi nyimbo, yani watakuwa na manyimbo kibao lakini hawatoi. Kila saa anaona bado kuna makosa kidogo. Yani hii atatoka, hii bado. Yani hata iweje? Wagumu kwanza. Na kwa sababu huwa wanaangalia negative kwao. Yani akijiwekea kilo moja ya hasi, mambo ya hasi, wewe anakuwekea kilo 10 za hasi. Akila chakula chako kama ni mumeo, atakichambua mpaka mwisho. Kama ni usigeli kapika, utakuta unaanza kuongea makosa. Huku unakula, huku unaongea nini? Makosa ya chakula. Kwa watoto ambao wana wazazi melancholy, hakuna siku atasifiwa. Kila siku bado. Ule perfectionist wao huwa wanapenda wawe wakamilifu, lakini huwa wanawawekea ule mzigo wa ukamilifu watu wengine kwa kiwango kikubwa zaidi. Wakati mwalimu wa praise akiona bado hajawa nzuri, mtu mwingine akiimba atamwambia unaimba kama bata. Si, yani kwa sababu yeye ana kilo 10 amejiwekea. Kwa hiyo na wewe utapewa ngapi? 20. Double anointing. Ninasema kwa ajili ya neema niliyopewa na mbinguni, kila mmoja miongoni mwenu asijidhanie kuwa bora kuliko ipasavyo, bali afikiri kwa busara kulingana na kipimo cha imani ya Mungu aliyompa. Warumi 12:3. Melancholy, kufikiri kwa busara. Na kwenye eneo la uchumi, bado tusiende kwanza kwenye uchumi. Melancholy wengi kutokana na kuwaza hasi
wanasumbuliwa sana na magonjwa ya moyo. High blood pressure, low blood pressure, maumivu ya kichwa ni sehemu ya maisha ya melankoli, na tatizo ni kuwaza hasi. Biblia inasema moyo mchangamfu ni dawa, bali moyo wenye huzuni hudhoofisha mwili. Mithali 17:22. Kama ni melankoli hapo na unasumbuliwa na magonjwa, kama hujakemea pepo la blood pressure, angalia mawazo yako. Kwenye uchumi, kama melankoli akisubutu kwanza, ni mzuri sana wa kudhibiti hatari. Yaani huwa wanaona hatari. Sasa akibadilisha ule uzuri wake wa kuona hatari, akaamua kuwaza suluhisho ni nini, atafanikiwa sana. Ataendelea sana kwa sababu hatakuwa na risk. Wanasema ni mzuri sana kwenye risk management. Na kama una kampuni, unagundua melankoli, mweke kwenye eneo la kufanya analysis, kwenye kufikiri na kuangalia namna gani twende. Huyu melankoli akaweza kumshauri choleric namna ya kwenda, na choleric akakubali, alafu akamtumia sanguini kwenda kwa spidi. Haya maisha yatakwenda sana. Wewe mwenzako mlionaye, kama ni melankoli, ukatumia ule melankoli wako kufikiri, na ukaanza kumwambia mzee sanguini ambaye anakwenda spidi, ukamwambia pale pana tatizo hili, likabili namna ile, utakwenda sana. Ukiweza kubadilisha kufikiri kwako hasi kukawa kwenda chanya, ni mzuri. Katika budget, wasema kwenye budget melankoli hatumii fedha nje ya budget. Sanguini kwenye budget atapanga, anaenda Kariakoo kununua vikombe, atarudi kutoka Kariakoo amenunua ndoo badala ya vikombe. Choleric hatumii. Ukienda nyumbani kwa choleric, ukiangalia vyombo anavyovitumia na vyombo vilivyofungiwa kabatini kwa ajili ya wageni, yaani ni kaskazini na kusini, vya wageni vizuri, vya kwake anavyotumia vya ovyo. Na hiyo ni roho ya umaskini hatari. Yaani ni bonge la roho ya umaskini, spirit of poverty. Unachuma wengine watumie, alafu wewe usifanye nini? Usitumie. Melankoli ni mzuri, anapenda perfect. Huwa wanasema sanguini akiamka kitandani anakuja kutandika wakati anakuja kulala. Choleric atatandika. Melankoli atanyosha kila kipindo cha shuka kisha kimekaa vizuri, na hata mbu aliyeko ukutani atamuua na kumuondoa. Kwa sanguini unakuta damu kila mahali. Kwenye uwekezaji, biashara, melankoli ni wagumu kuanzisha. Wanachelewa sana kuchukua maamuzi, na ni kwa sababu ya uchambuzi uliopitiliza. Yaani ni uchambuzi uliopooza, uchambuzi unaopelekea kupooza. Matokeo yake melankoli wengi wanakosa fursa za kibiashara. Yaani ile wazo nilikuwa nalo mimi kabisa, yaani nilikuwa nataka kulifanya lile. Yule jamaa anaona amefanikiwa. Yaani kwenye kazi nilitaka kwenda kusomea hii mambo, lakini yaani nilitaka kwenda kusomea kabisa, nikuta kicheo changu. Wenzake wanakuja wanampita. Yeye kutokana na umuhimu wake kuanzisha, anakosa fursa nyingi za cheo, za biashara, za uchumi, za kuendelea.
Melankoli hupata mabaya yote wanayoyaogopa. Hupata mambo yote mabaya wanayoyaogopa. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Uko vile ulivyo leo kutokana na mawazo yako ya jana, na kesho utakuwa vile utakavyokuwa kutokana na mawazo yako ya leo. Mwambie jirani yako hivi, tatizo si tatizo ulilonalo, bali tatizo ni mawazo ulionayo juu ya tatizo ulilonalo. Yaani tatizo si tatizo ulilonalo, bali tatizo ni mawazo ulionayo juu ya tatizo ulilonalo. Mawazo yako yanaamua mustakabali wa maisha yako. Na kwa sababu melankoli huwa anafikiria hasi tu au hasi zaidi, matokeo yake anapata mambo mabaya sana, kwa sababu mawazo yake ndio yanayejenga. Romani fulani nilisoma, anaandika mind is the magnet. Ufahamu wako ni sumaku. Chunga hiyo sumaku inavuta nini. Hiyo sumaku huvuta kila unachokiwaza. Na Mungu alipomuumba binadamu, tutakuja kuangalia hapo mbele baadaye kwa somo hilo la fikra na uchumi. Mungu alipomuumba binadamu